Maoni yangu ni kwamba maybe tusiruke sana. Ndio. Tusiruke sana. Tuende na vile wananchi wetu wako. Kuna watu wengine wako na madigrii lakini bure. Ndio. Sisemi degree bure, na wengine hawana degree. So kuwa na degree sio kusema ati wewe umekuwa malaika. Ndio. Lakini elimu ni mzuri, lazima watu mimi naamini elimu. Ndio. Sana. Ndio. Tayari kama kwa mambo ya elimu ECD nimejenga zaidi ya 104. Yes. Hiyo miaka miwili nimekuwa katika helm katika so na university tuna push kama tuwekea university colleges tumejenga mashule high school basi nimepeana zaidi ya watoto 30,000 tayari tangu niingie katika hiyo county 30,000 students katika mashule wanapata basari yangu free of charge. Alright. Na ndio county ukiitwa Alliance High School unaenda Alliance High School kama ni mtoto ya maskini. Uendi hapo ati Okarao High School. So elimu mimi naamini kabisa. Alright. Lakini si mzuri kuangusha kuvuta wananchi chini kama viongozi chini kwa sababu ya degree. Ni mzuri kupata degree yes. Kwa MCA ni mzuri tuwapatie allowance na nafasi. Lakini lazima ikifika wakati fulani vile tumeanza kutengeneza world fund. Lazima pia elimu iwe kitu cha maana sana. Lazima uwe na either advanced diploma in management. Lazima uwe na degree in a management of public resources ama governance. Uwezi kutaka kuongoza na pia hutaki ile skills ambazo zinahitajika katika taifa letu. And as a national government we can come up with a program leadership ambazo lazima kama wewe ni governor, kama wewe ni MC, na hapo ndio tukosa sana. Mimi nimetrain mapisi yangu yote. Hakuna PS aliingia serikalini bila kufanya training. Wakati niko mkubwa wao, hakuna PC aliingia kufanya kazi. Ati ni appoint wewe PC, afu unaingia tu kwa wananchi ati unaenda kuchea province. Paka uende KIA, Kenya School of Government, ufundishwe huko. Ama uwe chief, ama uwe DO, ama uwe DC. Lazima uende ufundishwe. Ili usiende kwa wananchi kufikiria wewe ndio kiongozi wa wananchi. Ujue ni mtumishi na pia ujue kumanage pesa ya wananchi na management. So hata hii yetu ya governor, hata kama ni watu wamechaguliwa, governor should have a program ya training. Sio unakuwa appointed governor, hujai chair hata public meeting, hujui serikali inafanya kazi namna gani, unaambiwa kwenda kuwa. There must be a program ya kufundisha, to develop leadership, governors as leaderships. Ili huyo mtu akiingia hiyo miaka mitano anachunga pesa wananchi na pia anajua kufanya kazi na wafanyikazi wa serikali. Maana kufanya kazi na wafanyikazi wa serikali sio kitu rahisi. Hii ni watu ambao they are professionals ambao wamekuwa kwa miaka 20, 30, 40. So huwezi kwenda tu unaanza tu kufanya vitu ambazo ni unprofessional. They will rebel. So we did not train the governors, the first group of governors. Sisi nobody trained us. Mimi at least had the advantage of mfanyikazi wa serikali. So I know how to run a government. County government is a government like any other. Sio serikali ya kike. Serikali kama ile ingine. There is no female government or male government. Zote ni serikali. So we need to train our leaderships. MCA, governors, lazima deputy governors, lazima kila mtu ambaye anakuja kusimamia wananchi na mali ya wananchi afundishwe, including of course the public servants. Tumepoteza kutrain public servants katika counties. So if you don't improve capacity building ya wafanyikazi wetu katika county, governor mwenyewe, deputy yake, ministers wangu wote wamekuja KIA kutoka Nyandarua County. Anybody appointed at a board, the county public service board, they must come to Kenya School of Government. Ili waingizwe hiyo culture ya serikali. Mjue hii culture ya serikali lazima ingie katika. In fact nisahau kuambia kwamba ile kitu mimi naangalia katika hiyo katiba ambayo tunabadilisha. Ni kwamba itajenga serikali ambayo iko na nguvu ama itaweaken serikali. Nchi yote ambayo haina serikali ambayo iko na nguvu, a capable state infrastructure katika taifa, hiyo serikali itaanguka. Na hatafanya maendeleo na hata interact na serikali zingine because it is incompetent. You can have an incompetent state. It is ni katika katiba ambayo unatengeneza state ambayo itaweza kushindana na state zingine, kuangalia mambo ya usalama, kulinda wananchi, kulinda mali yao, kulinda boundaries zetu, sio kuongea migingo kila wakati asivyo incompetent. Lazima katiba ilete a competent state yenyewe ambayo italinda wananchi. Iwe ni security system, wananchi watalindwa, hawatapigwa na wakora. So hiyo ndio kitu ya kwanza inafuata wananchi wangeangalia. Tutatengeneza serikali ambayo iko na nguvu, itatulinda mali yetu, ama kila miaka mitano tunauawa. Hiyo ni kitu ambacho unahusikia wananchi wana assume ati serikali tu wako. Unaweza kuwa na serikali ambayo si serikali na mnapigwa tu mchana. So ni kitu cha maana sana kuangalia. Na nimeleta hiyo jambo kwa sababu ya vile umeuliza mambo ya degree na mambo ya training. Lazima tutayarishe viongozi na kuwafundisha. Hata kutafuta wale nchi ambazo zimefanya vizuri waje hapo wafundishe watu wetu.
viongozi wetu. Zimetimia saa 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Nitakupatia nafasi tu utupatie neno lako moja la mwisho asubuhi leo katika Kivumbi kwa ajili ya wananchi wa Nyandarua County na hata kwa ajili ya Wakenya wote kwa ujumla. Alafu utuambie neno moja ambalo unaamini litamfanya Mkenya atie sahihi BBI. Neno moja tu pale katika ambao unasema kwa sababu ya hii weka saini yako. Kwa sababu ya that 5% na 5% ambayo inaingia, almost 40% ambayo inaingia katika counties. Ndio. Weka saini yako. Ni kuonyesha kwamba mwananchi, kila governor, wananchi watakuwa na pesa double. Na hiyo pesa ambayo inaongezwa katika katiba zote tuweke kwa maendeleo, sio kwa kununua magari na kufanya mambo ya NASA. Tuweke hiyo pesa yote kwa maendeleo, tuweke kwa barabara, tuweke kwa maji, tuweke kwa stima, tuweke kwa youth empowerment, women empowerment, PWDs, wale ambao wamesaulika maskini, watu ambao wana manyumba, wana chakula, tuweke hizo pesa katika hiyo social dimension, lakini sana kwa maendeleo, sio kwa mishahara. Ama kuongeza wafanyikazi wa sasa nimepata pesa niongeze relative yangu. Pesa hiyo tuweke kwa maendeleo. It will be a game changer. Haitajalisha nani rais. Hata hiyo peke yake na pia hata katika national government tukifika hii katiba. Ngozi hii katiba ukiangalia hii BBI is an economic blueprint. Ni kitabu ni mambo ya maendeleo sana sio. Ukiongeza kiti ya prime minister ni pesa ngapi? Tulikuwa na prime minister Raila. Mshahara wake ni pesa ngapi? Maybe half a million or 600 ile anapata mwishowe 1 million. Hiyo ni pesa ngapi ambao kwa uchumi wa Kenya? Ile ilijalisha ni kwamba tukiwa na hiyo serikali ile ya nusu mkate ambao ni kwako to move economy to 7.3%. Uchumi wa Kenya 7.3%. Paka leo hatujapita even 5.6 katika uchumi wetu, na ile ambayo serikali tuko nayo hivi sasa ya rais na deputy wake. So apale juu watu wengine wako na shida, ukiongeza deputy nini mshahara, hiyo hakuna mshahara hiyo mwezi mmoja maybe hatachukua hata zaidi ya milioni 5 mshahara yao. So kitu ya kwanza ni kwamba muunda serikali ina gani hasa kiuchumi. Ni kiuchumi itakuwa namna gani? Na ile kitu mimi napendea BBI ni kwamba inaangalia uchumi. The first important thing ni uchumi. Na pia kuona kwamba mshahara itakuwa ring-fenced katika that 5%. Mshahara itaongezwa. Nyie ndivekeni viti hata 100, lakini mshahara itasimama tu vile iko kwa hivi sasa. So ningependa kuuliza wananchi wa Kenya tuweke hii katiba. Lazima hii katiba iendelee. Sio mara mwisho kubadilishwa. Itabadilishwa labda hata miaka 5 ikija, mimi watu wataona tuongeze agriculture. Ama tuongeze world fund, ama tuongeze pesa ya livestock, ama watu wetu wa asali hizi ambazo zinaweza maybe tuongeze kitu kidogo. So katiba sio kitu ambayo inafanywa tu alafu inaisha. Na hii ya kwanza mnajua tuiongoze hii ya 2010 na mzee Kibaki. Hata sasa itabadilishwa tena. Maana lazima ikae katika maisha ya wananchi. Tukiona vijana wetu ile pesa ambayo wanapata haitoshi, na tunataka kuingia tuongeze hizo pesa na tuweke katika katiba ili uwe rais ama uwe nini, lazima hiyo pesa itoke. Tutengeneze katiba kwamba lazima pesa ziingie katika mashirani wakati ambao unafaa, na pia treasury iwe na serve county zote, sio kuserve tu national government. Hii reforms ambazo tunafanya ili mwananchi aweze kupata maendeleo, dawa zake, maji yake, barabara yake kutoka Januari mpaka Disemba. Alright. Asante sana kwa kusema nasi leo katika Kivumbi, Governor Francis Kimima. Thank you so much for your time, na asante sana kwa kuitikia mwito wetu hapa ndani ya Milele FM. Asante sana, Mungu awabariki wananchi wa Nyandarua, asanteni sana, na tunaendelea kujenga barabara zetu. Najua kumeshukua na shida hiyo ya mvua, challenge ya mvua ambayo ni baraka kwa Mungu. So, lakini mahali ambapo mvua imeisha na wananchi wenyewe wameona vile machine zetu ambazo nilinunua na kuwa governor number 1, wakati nichaguliwa nilikuwa number 2 katika mashindano ya World Bank. Wakati mwaka wa pili nikawa number 1, mwaka wa tatu nikawa number 1. Niko na 721 million shillings ambazo nimeleta kama kuchaguliwa kama governor Kimemia. Sio ile ya serikali ya kutoka national. 721 million shillings, na ndio milioni 500 nimenunua hizo machines. Kila ward 5 ziko na machine yao, na rais akaniongeza machine nyingine moja 1 unit. Kwa hivyo kila ward 4 watakuwa na machine zao katika county. Wanajenga barabara kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ikibaki hapo ni lami peke yake, na nitapata pesa ninunue equipment nyingine. Mahali kama health market center zetu zote tuweke lami, tu wananchi wetu waanze. Na tumeanza Ukarao, tutakuja Engineer, nakuja Mairunya, nakuja Jabini, nakuja Magumu, Ojorok, all centers zangu za headquarter zianze kuweka kabla na lami, ili wananchi wetu waanze kuona usafi. Ukarao ilikuwa kama kijiji, majani tupu, uchafu. Sasa hivi ukiingia hiyo town watu hata wameanza kujenga. Nime-release spots zaidi ya 200 na 500 zilikuwa zimekwamati uweze kujenga. Na nitafuta banks waje niita hawa wananchi watafutiwe pesa waanze kujenga. Kama Ukarao ianze
nianze kuendelea mbele, engineer town, matown zingine zote za kaunti yetu Mairinyo. Zile town kubwa zianze ili wananchi waanze kupata mali katika kaunti. Kwa hivyo shukrani kwa wananchi wa Nyandarua ambao walinichagua na ambao na kisha kuhakikishia kwamba barabara zitajengwa, na tutafanya siasa na barabara 2022. Tutafanya siasa nyingine. Maji pia tuko mstari wa mbele, tukushikana na mimi nafanya kazi na national government sana, kushirikiana na rais wetu ili nipate dams, nipate dam kubwa, nipate maji mingi. Barabara zetu za 425 km za lami zimeanza tayari, rais amelete hizo barabara. Hizi zingine 7400 zangu tayari tumesema by 2022 3000 km zitakuwa zimefanywa, tutakuwa tumezifanya kama serikali. So tuna target yetu na tunafanya machine zetu from Germany, brand new machines ambazo nimenunua vile nimekuambia, kwa kuwa number 1 na number 2 kushindana na magavana wengine. Nikapata hiyo msaada wa 71 million kama governor, sio pesa kutoka treasury, kama kushinda kama governor kwa number 1. Nafikiri hiyo ni kitu ambacho lazima, sio kujivuna, lakini mtu ujivunia na ile mambo amefanya. Ndio sababu nilichaguliwa. Mara walipochagua governor kama mimi hajapata hizo pesa, lakini sisi tuko nazo. Hiyo nyingine ndio najenga JM hospital naye milioni 200 ili wananchi pia waweze, na engineer wananchi waweze kujivunia. Una mpango baada ya 2022 wowote mwingine tofauti? Mungu ndiye atanijalia nijue vile. Na pia wananchi wa Nyandarua tukikaa chini tutajua vile mambo iko. Watu mambo ni kujipanga. Alright, mambo ni kujipanga. Mambo ni kujipanga. Zimetimia 2 dakika 6, msikilizaji. Asante sana kwa wakati wako.